Haji kwanza watu wananiuliza vipi, muulize Haji Patrick Hussein washamalizana naye vizuri, washampa mzigo wake akaondoka, asije akawa kama yule mzee wetu akarudi tena Mukurukuru alivyorudi hapa. Maana tusije tukaanza kusikia media tour tena. Media tour. Unajua Simba katika eneo hilo tushavuka. A good thing kwa hata ile maneno unajua ilitokana na hasira gani. Unajua ni sawa unafanya kazi hivi afu unakuwa unaomba ile advance. Nipe 2,000, nipe 3,000, unasainishwa unapewa. Kwa hiyo sasa yule kiutaratibu alitakiwa tumlipe mshahara wa miezi 3 wa kuterminate mkataba wake. Kwa hiyo kile chote baada kumaliza mkataba na sababu nipeni changu atakwambia shekhe. Hizi vipi? Si ulichukua advances? Ndio. Kamba sasa tena unataka mshahara ni? Unataka chako cha nini? Cha nini? Kwa hiyo ikamtia hasira ile. Ndio maana akaongea maneno kusema ukweli. Sikutegemea kwa level yake, kwa level ya mtu mzima kuweza kutukana wajumbe wa bodi ambao wao ndio waliokuajiri. Unasema hawajasoma na akili, lakini anasahau wale ndio waliomwajiri. Na zipo sababu nyingi ambazo za msingi kabisa ambazo walitajiwa kwenye hearing ya kamati ya nidhamu. Akaenda akazungumza, akaambiwa madhaifu yake moja, na hii mara ya pili mengine huwa anaishia ndani. Sio kwamba hii mara ya kwanza kupelekwa kwenye hiyo kamati. Ndio. Kisha kenda mbao mbele ya bodi akaambiwa bwana 1 2 3 rekebisha haya, hasikii. Rekebisha haya, hasikii. Sasa shida ukishajiona wewe mkubwa kuliko klabu ndio tatizo linapoanza. Watu wengi ambao wanakosea kwenye hivi vilabu vyetu, hususan hivi vikubwa, kuna wakati unajiona wewe ni mkubwa kuliko klabu. Kwa mfano mimi ndio mkubwa kuliko Simba kwa sababu tu nimepewa nafasi ya kusimamia. Hiyo kitu big mistake. Huwezi kuwa mkubwa kuliko taasisi ambayo imekuwa. Huwezi. Kwa hiyo ndio kosa kubwa nadhani. Lakini hayo yashapita, tuendelee na yajayo. Kama kuna maswali ulizeni tu bwana. Yes. George Ambangio ulikuwa na maswali mengi wewe, ukasema wewe unamsubiri Haji Manara hapa aje kuhusu Patrick Hussein. Maana jana ameacha dongo na ulinisoma dongo. Yeah, of course, na nilizungumza sana hapa. Baadhi hata mashabiki wakawa wanasema na watetea Simba bla bla bla, sijui kutumbua, sijui of course mimi naongea na Haji kwenye hilo. As a professional kuna maneno ambayo anatakiwa kuandika kwa sababu yule bado yuko active, sio retired. Kwa hata sehemu nyingine atapoenda mabosi wengine watakuwa anaiangalia ile tweet wasema Engon. Kuna guarantee gani kwa siku na si akiondoka atuambie maneno kama haya? Kwa hiyo lazima ukiwa professional uwe accountable. Sio tu kwa klabu unaondoka unaenda, kwa familia nzima ya kandanda. Mimi kwa Haji ni kwamba of course sasa mashabiki wengi wa Simba wanajua Patrick hayupo. Kwa hiyo matazamio yao sasa yani kwenye mitandao ya kijamii, magazeti, kocha mpya bado kocha mpya. Kwa hiyo wanataka kujua kocha mpya lini anaweza kaingia Simba. Unajua tunaendelea kufanya mawasiliano na makocha mbalimbali. Jopo la kubwa la makocha limeomba kufanya kazi Simba. Na sasa hivi tunaangalia ni nani anayetufaa. Kocha ambaye hajawahi kufundisha Simba, kocha ambaye kishawahi kufundisha Simba, kwa sababu wako makocha ambao vile washawahi kufundisha Simba na wameomba wa ndani na nje ya Afrika na ndani ya Afrika wote wameomba. Makocha wengi sana, kuna jopo kubwa la makocha liloomba kazi Simba, lakini kamati inayohusika na jambo hili kwa kushirikiana na bodi na CEO wanaendelea kufanya uchambuzi yakinifu kumpata mtu sahihi atakayekuja kusaidiana na walimu waliopo. Lakini kwa kweli lazima tuwe makini sana, kwa sababu unajua imekuwa sasa ni trend na shida kubwa ya makocha wetu. Wakija hapa akipata mafanikio kidogo tu, aidha kamfunga Yanga au Yanga kamfunga Simba au kachukua ubingwa, anadhani kwamba yeye ni mkubwa sana. Mimi niwaambie ukweli, ni kweli watu wengi wanahoji swali moja: kocha alokupeni ubingwa wa ligi kuu, kocha alokuingizeni Champions League, robo finali, mkavuka group stage, mkaingia mpaka quarter final, kocha ambaye anaongoza ligi kuu, why naweza mkamfukuza? Ni swali ambalo kusema kweli labda watu wengi walikuwa hawalijui. Ni hivi, Simba ilikuwa imempa mkataba wake ulikuwa unaeleza kwamba moja ya jambo wanatakiwa kulifanya msimu huu ni kuhakikisha licha kutetea ubingwa wa ligi kuu, lakini kuingia tena group stage. Ndio contract yetu. Bad luck, team haikuweza kufuzu. Pale automatically tulikuwa tunaweza
tukasitisha mkataba. Lakini watu kwa sababu mwaka jana alitufikisha huko, tusema hebu tuendeni naye, kuna changamoto zake lakini tuendeni naye, tumpe time. Na katika hilo lazima nimpongeze sana mwenyekiti wetu wa bodi Bwana Mo. Aliona hapana tuendeni naye, tumpe tena time. Kweli hajavuka lengo la kuingia group stage, lakini tuendeni naye. Lakini baada ya hapo Patrick amekuwa sio muumini wa nidhamu ndani ya kikosi. Yaani kwa mfano sisi tuna camp nzuri sana sasa hivi. Maeneo ya Mbezi, hapa Mbezi ndio. Camp imelipiwa mwaka mzima. Mwaka, yani tumelipa camp ya Simba mwaka. Ina facilities zote. Wachezaji tukamwambia bwana mzee, hii timu ili kutengeneza physical fitness, tunawajua wachezaji wetu wa Kiafrika. At least masaa 72 kabla ya mchezo wa ligi kuu, timu iwe camp ku maintain hiyo miili ya wachezaji wetu. Wachezaji wetu bado hawajafikia kwa professional, wanaondoka asubuhi nyumbani, jioni mechi wanakutana lunch time kama timu za Ulaya. Bado ndio tunataka kufika huko. Sababu kwa upande mwingine zinapunguza gharama, lakini kwa hali iliyopo itatukost. Shekhe, camp imelipiwa mwaka mzima. Kesho kaitwa na bodi na kaambiwa hili. Mbona unarudia kosa hilo? Anasema hapana, mimi timu yangu itaingia kambini siku moja kabla. Matokeo yake timu inachoka sana. Tunasafa kwenye kutafuta ushindi. Simba hii namna usajili uliofanyika haitaki kusafa kutafuta ushindi kwa prisons. Unaomba mpira uishe na prisons. Yaani hii haiwezekani. Akiambiwa anatetea. By the way, lakini atengeneza mgawanyiko ambao ukiangalia ni ungeleta matatizo sana mbele ya safari. Ndani ya timu kuna wachezaji hata wakitrain siku mbili yao. Na inasikika habari yuko huku. Akija lazima acheze. Wale ambao wana train daily hachezeshi. Kwa hiyo tengeneza mgawanyiko. Mimi juzi niliwaambia watu, tumecheza mechi sisi na Prisons. Wenzake kwa mshauri aingie Dilunga. Aingie Dilunga, mchezaji atatufaa sisi. Kwa sababu wanakaa naye kwenye mazoezi, wanamuona performance yake. National team yupo, anacheza vizuri. Akakataa, akamuuliza mchezaji wake, good luck, mechi imeenda vizuri, tumeshinda. Sasa wakati anatoka anawauliza wale, Dilunga. Yaani kama vile kwa kubana, yaani Dilunga, who's Dilunga? Mwenyewe yupo mchezaji. Kwenye technical bench unafanya hivyo. Hebu fikirieni hilo jambo wana Simba. Yaani wewe kwenye bench unageuka unauliza, na mwenyewe uko pale Dilunga akasusa akavua jezi kutoka swala la nabii. Na the next day Dilunga akasirika kuja mazoezini. Fanya kazi ya kumbembeleza. Bwana ndio makocha wetu. Sasa amekuwa anafanya hivyo several times. Haelewani na manager wake kabisa kwenye timu. Manager anamuelekeza hiki, anamwambia hiki, anafanya hiki. Akiitwa anajibu hiki. Kwa mfano mimi nikupe mfano. Tumekwenda kucheza mechi moja na Mbambane Highlanders. Tumeshinda hapa goli 4-1. Kwenda kule Mbambane walishatoa Azam, fikiria miaka mmoja au miwili nyuma. Bwana Mbambane hao washampiga Azam goli 3 sijui. Na hapa wanahitaji 3 bila. Yaani kama katika mazungumzo, si unajua sio kama unampangia kama. Kwa hiyo bwana anategemea angalau timu yako ije kwa away game, lazima uende na discipline ya kucheza. Tactics zako zile ambazo zinaenda kujua mimi na kucheza away. Akapanga list yake nzuri, good luck, tukashinda. Nakumbuka aliniuliza mimi kwenye ndege, mimi na wewe nani kocha? Nikamwambia mimi nilikuwa nasemea, sikuwa nakwambia upange. Mimi nilikuwa najisemea mwenyewe. Tunakula na kama vile napiga story. Sio kama nilikuwa nakwambia huyu acheze, huyu sina mamlaka hayo. Na sijawahi na hamna mtu yote alikupangia. Wewe ndio kocha bwana. Naongera sana. Tumeshinda wewe bwana goli 4. Ikatokea mechi na Vita. Mechi na Vita. Mimi nakwambia ni ukweli kabisa msii. Simba ilikuwa haina rekodi ya kufungwa goli nyingi away. Hata tukicheza na timu za Kimisri. Ni kweli. Rekodi hiyo katuletea bwana, na kwa sababu mbinu zake ni zile za Dar es Salaam, ndio hizo zinazokutana. Wao ndio na Misri ndio kufunguka Al-Ahly. Hebu na mimi. Aibu ile katuletea yeye, tunafungua 5 kwa sababu kama ufungua utaenda kucheza na Al-Ahly au na Vita. Kwao unaenda kucheza open game na mastrika watatu. Unaona hao Arabu wakija hapa wacheze na mastrika. Ukimshauri matokeo tukala 5, mimi kama wewe na mimi ni coach. Maana sio nikera, hakuna mechi nyingi yani kama ile na Vita. Wewe Vita unaona kabisa washafungwa mechi ya kwanza, lazima mechi ya pili utakuja kama mbogo. Kaka mastrika watatu, Okwi, Kagere, Boko, midfield ya mbele Chama. Wote kiuhalisia sio kabaji. Hapo ndio kuzana wale. Tukala 5 na Waarabu mpaka afia kwanza tumekula 5.
Mimi nimeshika tasbihi kila nikivuta zilani haziendi zile. Na ulikuwa unaomba zipungue au uliomba uisha sasa kula tano lakini kwa sababu ya mbinu zake. Yani mimi nakuhakikishia aina ya mwalimu, sio mwalimu mbaya, siwezi kumsema vibaya, ametupa ubingwa nini, lakini hata ukiuliza wenzie kwenye technical, yani hana mbinu mbadala, lakini kubwa kuliko yote afanya assessment ya mechi. Simba ikimaliza mechi utaratibu wanawaambia bwana tujadili basi mechi hii iliyopita, lakini na tuijadili game ijayo. Yani hasomi wapinzani, hana hata siku moja. Yani yani unajua kocha mzuri ni yule anayejua nguvu kwa maana strength ya timu unakwenda kucheza nayo. Yeye hana hilo. Yeye akishapanga mpango yake basi. Kingine kikubwa, huwezi kufanya recovery ya timu umetoka kucheza mechi inatokea nyumbani, haipo timu hiyo duniani. Yani yeye wewe fikia recovery na mchezaji wetu watokea nyumbani. Kwa hiyo hapo matokeo yake nini? Mchezaji ameza mechi ameshinda, anakwenda kupiga maji yake, anakwenda kufanya mambo yake, kesho yake recovery nini sasa kama ushafanya hivi? Kila kiambiwa ameshauriwa several times. Shida ya Patrick alishakuwa yeye mkubwa kuliko timu, mkubwa kuliko klabu, mkubwa kuliko mwenyekiti, mkubwa kuliko CEO, mkubwa kuliko mjumbe wa bodi. Ndio maana anatukana matusi yale ambayo anadhani kwamba yeye ameifedhesha klabu ya Simba. Simba hawezi kumjibu. Na wala mimi sijaja hapa kujibu aina ya matusi yalotukana, lakini mimi nawaelezea wana Simba wajue sababu za msingi za na hivi nikuulize swali. Bodi ya wakurugenzi iliyomwajiri chini ya mwenyekiti ametoa fedha yake. Hivi mwenyekiti Mohamed hataki maendeleo ya Simba, hataki mafanikio ya Simba kuliko mimi msemaji. Yani mimi ndo ninajijua na uchungu sana kuliko mwenye mtoe lake. Nikamtetee sana Patrick. Haiwezekani. Hakuwa na sababu yoyote ya Patrick kuondolewa. Kama angebaki angekuwa angalau, kwa sababu hata ukiwa kocha unashauriwa, kuna wasaidizi pale wapo, hata kuwapa chances za kufundisha walau dakika 5 watoe. Wasaidizi wamekosa kama translator. Hataki ushauri wa mtu yoyote. Yeye kila kitu anajua. Akishauriwa matokeo yake sasa leo ameenda kutukana, lakini sababu ya msingi katukana kwa sababu kaondoka hana hela. Alijua atapata ile 3 months salary ya kuterminate mkataba, kumbe yeye alikuwa anajikopea mwenyewe. Watu wamemanika baba mzigo una. Kwa hiyo kaondoka na hasira. Mbona kusema bodi hawana akili wakati tupo mmoja? Baba Haji hapo ambapo umezungumza umeweka wazi kwa wana Simba pamoja na wale ambao wanatusikiliza hivi sasa kuhusu matatizo ya Patrick Aussems ndani ya klabu ya Simba yalianza mapema toka msimu uliopita. Nachelea kufikiria kwamba kwa nini amkuchukua maamuzi ama Simba ya kuchukua maamuzi mapema, na wakati mwingine mkapewa second chance, tunaweza kusema hivyo, paka kwenye matokeo ya UD Songo pia Simba haikufanya maamuzi ya kumuondoa Patrick Aussems. Udhani kwamba timing ya kumuondoa Aussems imekuwa ni si nzuri, kwa sababu tayari iko katika nafasi nzuri kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, na ilionekana Simba tayari imempa nafasi nyingine ya kuendelea kuwa Simba. Unawaambia nini wana Simba timing ya Simba? Timing unaweza kuona sio nzuri, lakini kwa sababu tuliangalia, hebu fikiri haya matatizo tuliyajua labda tuseme wakati tunacheza mechi za Champions League za mwaka jana. Ungemuondoa timu katikati ya ligi ya mabingwa, kuleta mwalimu mpya katika kipindi kile ingetugharimu zaidi. Mfano sisi tumeona hata hapa na UD Songo labda timu ndio kwanza inaanza imetoka kwenye pre-season, unasema hebu ngule tunaye, lakini mimi nadhani timing ya sasa hivi ndio sahihi, kwa sababu tuna miezi 6 kwanza ya mpaka ligi kuu ishe, na sisi tunaamini kutoka mabingwa definitely obvious. Kwa hiyo huyu mwalimu atakayekuja sasa atakuwa ameshakizoea kikosi, lakini mapendekezo yake ya usajili ya namna kuboresha timu kabla next Champions League ya 2021 atakuwa nao muda. Kwa hiyo mimi nadhani hii ndio timing sahihi kuliko ambapo tungesubiri umbele zaidi au tungemuondoa nyuma. Lakini hawa walimu lazima nao wajue in principle la kawaida tu. Hakuna mahali ambapo mwanadamu utadumu milele. Maulid leo umekalia hapo kiti. Wewe ni presenter hapo umekaa. Unadhani utakaa milele? Hapana. Ahmed, wewe lazima kuna siku aidha kwa kuondoka mwenyewe, aidha kwa kuondolewa au hata kwa kufa. Yes. Mimi sio msemaji milele. Angekuwa mtume Muhammad basi angebaki katika mtume wewe mpaka leo anakuwa anafanya utume na kaondoka kwa ajili ya kifo. Sasa yeye unajua shida wakishafika mahali anajiona mimi hapa ni supreme.
Patrick hakuwekwa supreme wala hakuwahi hata kufika hiyo level hiyo, lakini akajiona tayari baada ya kuingia Champions League baada hivi, lakini hajui kwamba wana Simba wote kwa pamoja, kuanzia washabiki, wanachama, viongozi, technical bench staff wenzie na wachezaji wote wameshirikiana. Yeye alisema kuna wakati yeye ndio aloingiza timu kwenye Champions League na kwenye robo final. Okay, lakini kwa ushirikiano wenzio, yeye angebaki peke yake angeweza kuingiza. Kuna mambo mengi watu wanafanya, tunashirikiana na TFF na serikali na balozi ambao tunakwenda kucheza kule, tunapata full support. Yeye yote hiyo kwake haioni. Patrick mwalimu ambaye tuko na mheshimiwa, kwa wakati mwingine mambo anayoyafanya na ninachokipeleka kwenye social media ni kutengeneza ile amani ndani ya timu, lakini nilikuwa najua huyu ni mtu ajabu sana. Yaani ni mtu unajua hakuna swali baya. Siku moja aliwahi kumuuliza kiongozi mmoja wa Simba katika ushauri, unajua binadamu ukiwa kiongozi na wewe unatamani timu ishinde, akaona kitu tofauti, akamwambia kwa nia njema. Jibu lake nakumbuka alimwambia hivi, wewe masuala ya kiufundi hujui kitu, kaa kimya. Kiongozi mkubwa kabisa mwandamizi. Sasa ikatokea akenda naye akawa ana shida zake za mambo ya kifedha. Akamfuata yule akamwambia, wewe masuala haya ya kuhusu ilikuwa unajua, akamwambia kila mtu na jambo lake, wewe simamia habari ya ufundi, mimi huku masuala haya yangu mimi. Siko sababu majawabu yake, kumbe watu na mimi kama vile nilivyomuuliza, wewe na mimi ni kocha. Maana hiyo kuna wakati binadamu, hata wewe Maulidi, kuna watu wanakushauri bwana, hicho kipindi kiboresheni hivi na hivi na hivi. Unashauriwa. Yeye pia hataki, wewe muulize mtu, wewe na mimi ni mtangazaji. Ala, sasa kushauriwa unaona kama vile wewe unapangiwa. Ni aina ya watu ambao kusema kweli tulimheshimu na tuendelea kumheshimu kwa rekodi yake, lakini hapa katika kuondoka kwake lugha alotumia ilikuwa sahihi, kwa sababu sisi umeona lugha alotumia wakati tuna terminate mkataba ni lugha ya kiungwana mno, yaani tumetafuta lugha ya kiungwana sana. Hatukutaka kuyasema haya, lakini baada ya kuona zile Twitter zake anatuma kwenye Instagram akafanya hivi na dhihaka zake, ndio maana nikasema hapana, lazima nitafute platform wana Simba wasikie, nchi ijue kwamba huyu bwana maana sana tuanike madhaifu yake ambayo sisi tulikuwa tumekaa nayo kimya kwa muda mrefu. Lazima tuyaseme na tutaleta mwalimu bab kubwa ambaye sababu sisi unajua tunataka maintain hii ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania kama vile anavyo maintain labda niseme Glasgow Rangers au Juve au Bayern Munich au miaka fulani Anderlecht au pale Ufaransa ilikuwa Olympic Lyon. Walikuwa wanachukua back to back zile mpaka yani mpaka mzee Magufuli anaondoka 25 sisi bado tena ubingwa. Yes. Mimi na maswali kadhaa. Naomba nianze na hili la kwanza. Msisahau tuna mkutano mkuu, maana baadaye turejee kwenye agenda mkutano mkuu. Nani anayefanya zaidi footballing decision katika level ya technical, kwamba kiufundi, kwamba msimu unaisha, bahati mbaya umesema kocha afanyage assessment, alikuwa afanya assessment. Sasa hiyo tia inaniwia vigumu kweli kweli. Msimu ukiisha, mara nyingi kocha anaweza kukaa na kamati yake ya technical ya kiufundi, ama kama maana saizi hakuna sporting director, right? Nani anayefanya maamuzi ya kwamba tunahitaji mchezaji A B C D, mchezaji fulani na fulani itabidi aondoke, nani na nani inabidi aingie? Kuna kuwa na jopo la kina nani, kocha anakuwa na nani ambao wanakuwa wanafanya maamuzi haya? Kwanza kuna kamati ya ufundi ambao inashirikiana na kamati ya usajili, lakini so far sasa hivi tunatumia zaidi kamati ya ufundi kutokana na mabadiliko ya kimuundo wa klabu ya Simba, ambao yeye anashirikiana nayo. Mapendekezo yale, kwa mfano analeta mapendekezo yake, bwana nataka mchezaji huyu au nataka hiki. Mimi na YDC nimemsikia mahali, sijamsikia kwa sauti yake, lakini nimeona mahali imeandikwa kwenye mitandao kwamba Patrick anasema hakushirikishwa kwenye swala usajili. Ni dhambi kubwa sana anatendea bodi ya kurugenzi. Anasema ni mchezaji mmoja tu ndo alimhitaji na ndo akampata. Au waliondoka ilikuwa. Anataja yupi? Hakumtaja. Amesema ni mmoja tu pekee kati ya wale wote ambao wamesajiliwa Simba. 11 akasema ni mmoja tu ndio. Unajua shida yake ni nini? Sio tu waliosajiliwa, hata waliondoka ni nani ambaye aliruhusu? Mimi nimeona mahali amesema Emmanuel Okwi Kotei. Ngoja nikwambie na Kotei, yes. Okwi alisign 2 years contract 2017 mpaka 2019. 2018
watu wakataka ku extend contract yake wakati Patrick hajaja, yani iende mpaka 2020 au 2021. Ima akaambia bodi, hapana, nataka nimalize niondoke, nataka nikatafute challenge nyingine. Unajua Ima anapenda hizo fursa, sio mara ya kwanza ameshakwenda tu Sahel, ameshakwenda Denmark, anapenda huwa anacheza kwa malengo kwamba anacheza miaka miwili nikitoka. Kwa hiyo akakataa. Kama kuna mchezaji ambaye Simba ilitamani, bodi ya wakurugenzi na watu wote, yeye anasema yeye, sio yeye, bodi nzima na wana Simba wote wataka Ima, kila aina ya jitihada zimefanyika, ikiwa ni pamoja na kumwekea dau nono. Akasema hapana, naomba nikapata. Na yeye mwenyewe aulizwe Ima, yeye atasemaje kwamba sasa mchezaji kishamaliza contract hataki, unamfanya unamshikia bunduki? Yani unajua kuna vitu vingine anaongea vya kitoto sana. Kwa hiyo Simba yani yeye Patrick, nawauliza wana Simba leo, Patrick Aussems na viongozi wa Simba waliopo hivi sasa, nani anajua zaidi Ima? Nani anajua advantage za Ima? Nani aliwapa furaha zaidi? Yes, akana mwaka mmoja. Yaani sisi hatumtaki. Yote ni kutuletea ugombanishi tu. Na vile vile na hata James Kutei, kila mtu anajua thamani yake. Lakini anapotafuta challenge nyingine, offer imekuja Kaizer Chiefs, angekataa vipi? Yaani hawa watu ajabu, unakataji na contract yake imeisha. Hawa tulitamani tuendelee nao, lakini kutokana na wenyewe walitaka wakapate fursa sehemu nyingine, tusingeweza kuzuia. Sisi tulimtaka mchezaji mmoja. Tumewaleta wachezaji ambao wote nchi na waamini sasa hivi wanacheza vizuri sana. Wako tele kwenye vilabu vingine vya Premier League. Wote wakataa na wanamprove wrong. Kawakataa. Hamna mchezaji ambaye kampendekeza yeye ambaye hakuja Simba. Yeye kuna wakati alimpendekeza mchezaji hapa nikimtaja tu kama vile ni matatizo. Wewe mwagika tu. Mwaga ugali tu. Mboga tayari shamwagika. Unajua samahani sana, mimi ujue tofauti na wale wakubwa kule kwenye bodi, wanakuwa na lugha kidogo za mimi kazi yangu ni kusema. Nasema kile ambacho hasa baada kama unanichokoza. Yaani yule ukitukana bodi maana yake umenitukana mimi. Ukisema bodi hawajasoma maana yake na mimi walioniajiri wao walisoma, mimi sijasoma, na wana Simba hawajasoma. Sababu wao wamechaguliwa na wana Simba. Kwa hiyo huyu alimpendekeza mchezaji ambaye sasa hivi sijui kama hata ana goli moja. Anacheza katika timu za ligi kuu. Anatoka katika nchi za kusini mwa Afrika, hapa hata katikati. Tukamwambia huyu tushamjaribu, kashindwa. Kama ngangania baadaye tukafanya research yetu, kumbe agent wao mmoja. Hatuwezi kuendesha mpira hivyo. Hatuwezi. Baadhi ya makocha wanafanya udalali. Ndio. Ukimkatalia sasa, sio kila analosema yeye sasa huyo mchezaji sasa hivi ni raizoni tu mpira na upanda tu. Na mwingine tumleta mchezaji wa maana anatoka West Africa. Anatakiwa hataki. Ambaye angesaidia sana defense yetu. Kwa yeye alikuwa na wachezaji ambao unajua siku hizi nchi yetu hii, yani sio nchi yetu, duniani hapa kila mtu sasa hivi amekuaje. Yani kocha anatengeneza mazingira ya kuleta mchezaji wake, haiwezekani. Unaleta mchezaji kwa mapendekezo yako, it's fine, kwa sababu wewe ndio unakaa nao, wewe ndio unataka kujua mfumo gani utakaotumia, lazima uje na ushauri wako. Lakini mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni mchezo wa wazi. Huwezi kutuambia huyu mchezaji mzuri kuliko wakati tunamuona katika mechi na tushamjaribu mechi kadhaa, kaje kucheza hapa SportPesa akashindwa, analazimisha lazima aje Simba. Kwa hiyo hebu fikiri, analazimisha lazima aje Simba. Anamkompea na mchezaji kama Ibrahim Ajibu leo nafasi ya kucheza. Unajua watu wadhani Ajibu eti kuna zile Ajibu mvivu, Ajibu hapana. Ajibu amebadilika sana. Yuko mazoezi sasa hivi, kwa mfano timu inaendelea mazoezi ya gym. Anaongoza kule. Anafanya mazoezi nini? Lakini anampa dakika 2, dakika 3 kwa sababu yeye tu hakumtaka. Lakini sisi tuliangalia matakwa ya timu baina ya huyo mchezaji wake na Ajibu. Ajibu huwezi kumkompea na mchezaji mwingine yote katika local players. Wala wengi foreigners wanaokuja. Lakini hakumtaka tu, atake. Na wengi ambao wanadhani kwamba hivi, kwa mfano leo yeye alikuwa anaamini kwamba kuna wachezaji yani Simba wako pale kwa ajili ya kunyang'anya namba wachezaji wengine. Yani anachukia mchezaji akiwa na perform vizuri. Hebu fikiria mtoto kama Miraji. Kila anachokifanya mwalimu kumfanya aonekane ni mchezaji wa kawaida, anamprove wrong. Akimpa dakika 10 anaweka kwenye kamba. Akikuwa kuna wakati inabidi ampange kwa sababu ya pressure ya technical staff wenzie kwenye technical. Na hapo tena ni ugomvi mkubwa. Hakuna mtu aliyekuwa anapata kazi kubwa kukaa na Patrick ni kama meneja wetu Patrick.
Patrick Roemamu. Yani alikuwa changamoto kila wakati. Jamani. Lakini naambia ndio kazi fanya, hasikii ushauri wake na hataki kuomba lolote. Habari ya camp anamwambia haya ni maamuzi ya bodi. Alafu ametuingiza wakati mwingine gharama necessary. Watu wengi hawajui Simba na watu wanatona kama bodi haina uvumilivu. Bodi ya Simba chini ya mwenyekiti Mohamed ina uvumilivu. Tumeenda kwa mfano kucheza Mbambane. Ninapenda mfano tu. Maulidi wa kila siku unakwenda Joburg. Joburg na Mbambane hardly ni 2 hours hivi kwa gari. Kwa gari ya. Akwambia hawezi kupeleka timu na pale na gari. Timu yake itachoka. Young Africans wamekwenda kucheza Botswana. Umesikia basi wamelipandia wapi mpaka kufika Gaborone? Imagine. Joburg. Wamepandia Joburg. Na wamepata matokeo. Yani yeye kwanza alishasema siku moja polisi yake Simba zaidi ya kilomita 400 zaidi ya kilomita 300 haiwezi kwenda na basi, lazima ipande ndege. Hawa wachezaji wetu hawa unafanya, yani alitengeneza kama vile yuko Madrid. Simba Madrid ndio fika huko. Sasa haji sinisema hata Barcelona atapigwa. Kupigwa ni kitu kingine. Uchumi wetu ndio kutengeneza. Ndio. Hajafikia level ya sisi wote kilomita 200 300 wachezaji lazima, ladies and gentlemen, hapana. Yani na yote ni kuingiza cost. Kuna wakati mbaya zaidi unahisi kabisa, kwa mfano alikuwa Simba inalipa vizuri sana kwenye issue za bonus. Inalipa mishahara kwa wakati sana. Yani kwa mfano mimi unanidai ikifika tarehe 25 ukiniambia kwa nishamaliza. Mzigo unatoka mapema. Tuko vizuri katika eneo hilo la bonus na nini. Lakini yeye kuna wakati alikuwa ana demand pesa ambazo hazipo kwenye Champions League. Mpaka wachezaji wakifungua na mshangaa. Yani yeye ndio anaongoza. Lakini tulivumilia jamani. Simba ilivumilia sana. Inabidi Mohamed aende pale watu. Bodi wakati huo kwa CEO Magori anafanya kazi kubwa. Wachezaji ambao sisi lakini tuna tatizo na hilo. Tumwalipa wachezaji wetu posho nyingi, bonus nyingi kwa ajili ya Champions League. Yeye ataka zaidi. Kwa hiyo kuna wakati alitaka kama rafiki sana wachezaji, aonekana kama anafikia maslahi ya wachezaji. Ushasikia mchezaji wa Simba ana complain kuhusu pesa. Sawa. Haji, tuna mambo mengi ya kuzungumza hapa na umesema kuna mkutano mkuu pia ni ya muhimu sana. Individually tuachane na Awesomes. Kuna swali ambalo nimeulizwa siku ya jana na alonitumia message ujamani shabiki anasema alialia wa Simba. Inamuumiza kweli pale Simba ambavyo haiendi vizuri, na akaweka emoji kabisa analia kwa hili ambalo ameniandikia. Yanasema akilio chake kikubwa ni kwa nini timu ya Simba, ama ameandika timu yetu ya Simba huwa haiwezi kukaa na kocha walau hata miaka 2 au 3. Shida ni nini? Maana timu inashindwa kuwa na mwendelezo wa ilipoishia kwenye msimu ulioisha. Badala yake wakati mwingine inaanza mwanzo kabisa kila msimu unapoanza. Wao kama mashabiki wanaumia. Huyu ni bwana Yusuf anasema hivyo. Ndio yale majibu yake ndio haya niliyotoa. Je, tukae na huyo kocha miaka 5 ambaye anatufanyia haya? Swali lake linajibiwa kwa swali tu. Sawa, tungeendelea na Patrick kwa haya ambayo niliyosema, angeridhika. Sababu timu baadaye ingepasuka, timu baadaye ingekuwa ipate matokeo. Unajua timu yoyote, Simba tatizo letu kubwa mimi nasema ambalo tunalo sisi. Simba tunataka sana mafanikio. Na hatuwezi kukubali, yani sisi hatuna eti mioyo. Yani Simba sio timu ya kuwa na moyo kama vile washabiki wa Arsenal. Hapana. Simba kali ya Madrid ya. Yaani si kama Madrid. Sisi ni giant. Madrid ndio timu kubwa kupita yote duniani. Na Simba ndio timu kubwa kupita yote Tanzania. Tena wewe ukakaa muda mrefu mbona? Mimi nakwambia ile mechi na sio na mechi na Sevilla. Mimi napenda mfano mechi na Sevilla. Mechi na Sevilla ilikuwa ni mechi ambayo tungeandika historia kubwa sana. Kuifunga Sevilla. Siku ile ilikuwa wiki nzima ile ilikuwa tayari tambo zangu mpaka ni FIFA ongenitambo. Nilikuwa nimepania tunaongoza kwa ile tofauti kubwa wa magoli. Akaenda akafanya substitution ili wachezaji wote wacheze mpaka wa timu za vijana. Matokeo yake timu ikawa weak. Wakarudisha wakatufunga. Anaulizwa, anasema nilikuwa hata kuweka rekodi ya wachezaji wangu, kila mchezaji acheze hii mechi kubwa. Yani baada ya kuweka rekodi ya klabu, rekodi ya timu, historia ya timu kwake yeye ni historia ya wachezaji wake ilikuwa much better kuliko historia ya timu.
Yaani mimi wallahi hii nakwambia ni siri kabisa. Kwa mara ya kwanza nilimpigia simu Mohamed usiku. Huku nalia machozi na Mohamed. Uendelee kama huyu. Anazungumza habari ya historia ya wachezaji wake. Sisi tunataka historia ya timu yetu. Bado unasema huyu kocha bora huyu. Aje. Mpaka Mohamed akaona brother relax. Mimi mwenyewe hapa nilipo na tulia. Mechi na UD Songo. Mechi na UD Songo kama ningekuwa mimi ndio Mohamed Dewji. Yaani ile mechi pie na yeye pie. Hapo ni mkubwa kama Simba tunaraundi ya kwanza. Alafu tukaendelea kumsamehe bado anakuja kutukana sisi. Yaani mimi usiku ule tena mimi ningekwenda kama alifanya Nugu Rangers, ningekwenda kwenye paza sauti kunaisha na shikamai bwana Patrick, asante sana na kushukuru, tiketi yako ndio uchukue juu. Tiketi yako ndio mpia juu kwenye kutangazia. Timu ya Simba imewekeza fedha nyingi, imewekeza rasilimali wachezaji kwa maana rasilimali watu, imekwenda pre-season back kubwa, inalipa mishahara mikubwa, first round unakuwa unatoa timu inakuwa imeanza iko down, yani bwana mimi Patrick bwana mimi nasema bodi ya wakurugenzi wana Simba, neno nawaambia imewatendea haki wana Simba. Yani bodi ya wakurugenzi ya Simba imetenda haki kwa interest pana za Simba. Haiwezi kutenda haki kwa interest za Patrick Aussems. Mwacheni atukane, tunawaahidi tutawaletea kocha bora na tutafanya vizuri. Ubingwa wetu hauna mashaka. 2019 tunauchukua asubuhi. Yaani sisi mpaka Pasaka na kwa mwezi wa 3 mwishoni au 4. Sisi tutakuwa tayari mbona. Sasa aje. Msema kuna mkutano mkuu na najua kutakuwa na agenda nyingi sana hapo. Simba sasa tunaona facility jinsi zinavyokuwa. Uwanja vile kwanza by the way pongezi kubwa sana. Mimi yangu kubwa sana sio tu kwa Simba, kwa vilabu vyetu hapa Tanzania. Natamani kuona kuna product nyingi sana ya wachezaji wanaotoka kwenye shule za soka za vilabu vyetu. Of course Simba mweko na wachezaji Mkude, Ajibu, Demla wengi sana. Vilabu vikubwa of course lazima utaingia sokoni. Ukiacha kuproduce wachezaji bado utaingia sokoni kusajili zile big name. Mashabiki wanapenda. Mna mpango gani zaidi katika shule za soka kwamba ipo siku mseme hatuwezi kutoa milioni 400, 300, 100 ngapi? Tuna mchezaji ambaye anatoka huku baada ya miaka 3-4 thamani yake pia inaweza ikawa hata bilioni 2, bilioni 3. Yaani ngoja nikwambie kitu kimoja. Okay, labda Azam nao wameingia kutoka kwetu. Sisi ndio klabu ambayo imezalisha wachezaji wengi wanacheza Premier League kuliko klabu yote so far. Yaani hakuna klabu ya Premier League sasa hivi ambayo haina mchezaji, yani haina mtu ambaye alizalishwa Simba. Hakuna. Anzia Kagera, nenda Mtibwa, nenda Yanga, kote tuna wachezaji ambao wamezalishwa kutoka, wengine wengi wamezalishwa na Simba. Wengi. Na tumekuwa na utamaduni huu kwa miaka mingi. Sasa tulichokifanya so far, kwanza kuimarisha timu zetu za vijana. Kuwapa walimu sahihi na kuwasomesha walimu wa kufundisha timu zetu za vijana. Naye wanawake. Tuna wachezaji wetu tumewasajili kutoka sasa hivi mikoani wa timu za vijana wa hapa Dar es Salaam, under 17 na under 20. Wako wanaosomeshwa na wanaolipiwa na klabu na wanakaa katika nyumba ambazo zinalipiwa na klabu. Na awamu ya pili ya baada ya kumalizika viwanja vya mazoezi ni kutengeneza hostel pale Bunju, ambao wachezaji wetu wa vijana watakuwa wanaishi pale. Lakini sasa hivi tuna timu imara sana za vijana. Unavyosema ni sahihi kabisa. Huwezi kuendesha timu bila kuwa na timu imara za vijana. Tumeamua kuinvest katika hilo. Kwa hiyo tukwenda awamu kwa awamu. Kwa hiyo kwanza tumemaliza kutengeneza ile pitch za Bunju za kiwanja cha nyasi bandia na kiwanja cha nyasi asilia, ambacho Jumamosi ya kesho kutwa wanachama wa Simba wote, washabiki wote, tunaomba waje tuwakabidhi uwanja wao. Hatuuzindui rasmi. Uzinduzi utakuwa Januari. Tutaita kiongozi mkubwa mmoja wa serikalini au wa kinchi. Lakini Jumamosi tunakwenda kuwaonyesha na kuwakabidhi jamani, hii ndio mali yenu ambayo imefadhiliwa na mwenyekiti wetu wa bodi na mwekezaji wa klabu ya Simba. Kwa hiyo tunawakabidhi pale viwanja vyao wajue, na baada ya hapo timu itaendelea itaanza kutrain pale kwenye viwanja vya Bunju, ili kabla ya uzinduzi kama kutakuwa na marekebisho ya hiki na hiki na hiki kifanyike, ili uzinduzi uwe tayari kitu kishakuwa proper kwa ajili ya matumizi ya Simba. After that tutafanya gala na tutajenga hostel, tutajenga
medical center, yani tutamaliza hiyo awamu ya pili. Baada ya kwamba uzinduzi tutafanya gala, lakini tumeshaanza na hivi viwanja vitatumiwa na timu zetu za vijana unazozungumza na timu za wanawake. Sisi labda sasa hivi tunazijua JKT tu katika timu za wanawake. Tuna timu imara sana. Usiache tu timu za vijana, hata timu yetu ya wanawake. Tuna wachezaji wanacheza national team ya Burundi, walikuwa hapa kwenye Sekafa wanawake, national team ya Tanzania. Mchezaji bora wa mashindano ni mchezaji wetu wa Simba. Timu za vijana ndio usiseme. Kwa hiyo tuna timu kikosi imara cha vijana, tumewapa walimu wazuri. Imagine sisi juzi tumemsomesha Musa Hassan Gosi, mmoja katika makocha wa timu zetu za wanawake. Analipiwa na Simba. Na tutakwenda hivyo awamu kwa awamu. Lengo ni kuifanya Simba ifike huko ambapo Haji kila siku anakusema. Maki hatutambi kwa maneno tu. Tunataka tutambe kwa vitendo. Kwa kesho kutwa kwa mfano Jumamosi naenda kutamba kwa vitendo, naenda kugalagala kwenye nyasi bandia. Sasa hapo nimalize hapo kwanza anagalagala kwenye nyasi bandia ndio maana hapo baadaye mabonde hapo. Maana mimi napenda sana sehemu za ufundi zaidi za technical. Kuna sema mtoto unajua mambo haya nishamwambia katika eneo hili wewe uko vizuri. Mimi msikilizaji mzuri wa redio wenu, unaona mnafanya kazi ya kutukuka, kazi ya nchi. Kuchambua mpira na leo nitachambua nyinyi hapa soka la kimataifa. Leo kwa yangu kwa sababu United kashinda. Sasa kwenye shule hizo za soka mimi naamini sana kwenye identity. Klabu lazima iwe na utambulisho wake. Yaani akija hata scout kule anajua kabisa klabu fulani wanacheza aina hii ya football. Hii ndio falsafa yao. Na ili kuwa rahisi zaidi kwa wachezaji wanaotoka chini, leo mchezaji mwenye umri wa miaka 17 akiambiwa unaenda first team kucheza, anajua nini kinachohitajika kutoka kwake, sababu kuna way of playing. Yes. Nani saizi anayetengeneza ile vision ya klabu ya Simba, falsafa ya Simba? Tunataka klabu yetu icheze aina fulani ya football. Hata kocha akija akiondoka, sio kwamba anayekuja anaanza from scratch. Anajua kabisa Simba like Ajax, like Barca, like sijui Milan. Kuna utambulisho wake aina ya football inatakiwa kucheza. Nani anaye implement kile kitu pale sasa hivi? Na kitu gani mnachohitaji kutoka kwa kocha mpya? Kwa sababu lazima kocha ana fit vision ya klabu inachohitaji. Kwa mnapokuwa ni mnafanya ile assessment, mnasema vision yetu hii, falsafa yetu hii, tunahitaji kocha ambaye anaweza katendea haki vision na falsafa pamoja na aina yetu ya football kutoka chini. Good question. Kwanza football philosophy ya Simba ni passing game ambao unajulikana. Yaani ni falsafa ambayo nadhani ni miaka mingi. Yaani kwa hiyo makocha hawa ambao wamekuja katika miaka karibuni wote wakati wanaomba wakati wa mahojiano nao anaambiwa Simba falsafa yake ni hii. Passing game, entertainment football. Simba hawapendi kubutua. Kuna wakati Simba ilikuwa inafungwa mechi, lakini washabiki wanapiga makofi baada ya mechi kwa sababu wamekuwa entertained. Lakini tukasema tuondoke hapa kwamba kwa watu kwa entertained bila results. Kwa nataka watu wa entertained with results. Unajua hatuwezi kwa entertained Kwa hiyo kidogo walimu wetu sasa hivi tumekuwa tunawaambia nani anatengeneza, ni lazima sasa ndio maana naomba twende hatua kwa hatua. Transformation it's a process brother. Haiwezi kuwa overnight nasema tu kwamba sasa tushakuwa kwenye transformation kila kitu kimebadilika. Huko mbele ya safari lazima tuna director of sports ambaye atakuwa ni mtaalamu mbobezi wa masuala ya ambaye yeye atatengeneza sasa mfumo mmoja wa uchezaji. Hiyo unaosema kutokea timu ya vijana, timu ya wakubwa, under 17 mpaka under 15 baadaye tutakuwa nayo. Ni kweli ni kwamba lazima mchezaji wa timu ya vijana akitoka kule awe anajua kitu gani kinafanyika. Lakini tumeshafanya hilo. Yaani kwa sisi Simba kuna wachezaji wetu wa vijana wamekuja wameclick hivyo. Ajibu yale ni mazalio ya Simba kwamba Simba wanataka kuwa entertained. Jonas yale ile tanzi unazoziona ile ndio Simba. Yaani usione watu wanampenda yule Jonas, zile anazokifanya ndio Simba, yani ndio alama midfield wa Simba unatakiwa uweje. Yaani akifanya tanzi au yajibu kupanda mpira kwa akapiga out moja, ile ndio Simba, ndio falsafa waliofundishwa na kina Matola. Na leo Matola anakuja pale juu kama assistant coach. Kwa anaendeleza muendelezo ule ambao tumekuwa nao. Watu watakuwa entertained, watu wataki kupiga tu. Simba sio ruhusa. Unajua Simba
kuna wakati kwa kocha mmoja anaitwa yule tulompiga Yanga Khamsa, anaitwa nani yake kibabu fulani kina kipala linake limenitoka chooni, nani anaitwa yule Milovic. Yeah, Milovic. Yule kuna wakati anakataa mpaka golikipa kupiga goal kick. Ndio falsafa za Simba. Yaani hakuna golikipa kupiga goal kick, yani wewe unaanza tu. Ndio falsafa zetu hizo. Yaani Simba yaani kwa mfano mimi nimependa Simba toka zamani kwa sababu tulikuwa na falsafa ya entertain. Ndio maana katika maisha yote midfield wakubwa wote ukiondoa Sande Manara wote wamecheza Simba. Wote. Kwa sababu wao midfield kazi yao ni kuwapa watu starehe, kuwapa watu burudani. Kwa hiyo tutafute mbele ya safari lazima tuwe na director of sports ambaye yeye sasa atakuwa ndio kiunganishi baina ya watu wa technical staff wote wa technical wa timu za vijana na scouting network. Inakuwa scouting network. Of course unajua ngombe kitu kimoja. Huyu anaweza akenda zaidi ya scouting, kufanya scouting ya wachezaji. Huyu sisi hasa msingi wake uwe katika kuendeleza falsafa ya uchezaji ya klabu ya Simba na kuwa mshauri mkuu wa benchi la ufundi la Simba la timu kubwa na timu za vijana. Kwa hiyo kwa sababu ya transformation ndio kwanza ina mwaka na bado haijikamilisha, iko siku hapo tutafikia, lakini at least sasa tushaanza kuonyesha nini maana transformation. Wakati wetu tulikuwa tukienda kwenye radio, kwenye ma TV tukizungumzia faida ya transformation, tulikuwa tunatukanwa, tunasemwa, lakini leo simjui mwana Simba anaweza kusema transformation haina faida. Ndio. Bana, kuna maswali hapa. Abdul Nkeyenge ameniandikia, anasema muulize Haji, Simba wanaanzaje na kocha msaidizi kabla ya mkuu? Swali hilo nilikuta juzi kwenye group moja la WhatsApp. Tena jamaa analaumu kweli. Majibu yake hapo. Ni hivi. Simba imeamua kubadilisha muundo, imeamua kubadilisha benchi la ufundi. Tumemuondoa ule kocha. Matola alikuwa katika rada zetu siku nyingi. Matola alikuwa katika rada zetu. Kwanza ameshawahi kukaa pale Simba. Ndio. Alikuwa katika rada zetu. Sisi tunataka tumjenge Matola baadaye, na sio yeye tu. Wachezaji wote ambao wanafundisha Simba waliocheza kina Niko Nyagawa, Niko Kiondo, Musa Hassan Mgusi, baadaye nataka tuwatengeneze wawe makocha wakuu. Kwa hiyo kila timu ina utamaduni wake. Sio kwamba kwa sababu dunia yani timu kubwa zinachukua makocha na staff wake wote, analetwa pale mtu kocha kwa mfano Mourinho anakuja na staff wake, na sisi Simba tufanye hivyo. Tuna tofauti na bado hatujafika huko. Kwenye transformation iliyokuwa imekamilika, of course kocha mkuu anakuja na staff wake. Lakini kwa hivi sasa sisi tu katika process ya kufikia hiyo transformation. Ni mapema mno kuanza eti Simba hivi. Ni muulize swali bwana, Nkeyenge ndio mwandishi. Ashawahi kufanya research ya kujua fedha wanazolipwa wale makocha wakubwa wanaokuja na staff wao? Yaani kwa mfano sasa hivi umtake Jurgen Klinsmann, world class coach. Wale usende huko kwenye makocha wanafundisha Lyon, wanaofundisha Frankfurt, wanaofundisha Leverkusen, Bednig, again kile Samata, yani makocha hao tu wa class hiyo. Kaka, wale salary yake unazungumzia kuwalipa makocha wote wa Tanzania na staff wao na wasemaji wao kina Jimana na wachezaji. Yaani makocha wakubwa mno. Tutakwenda huko hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwa hivi sasa tumeanza hivi. Na tunataka kumjenga Matola baadaye ni kuwa chief coach. Mbona ameweza kufundisha Lipuli? Mbona ameweza kufundisha polisi Tanzania? Kwa hiyo lakini huyu kwa sababu anakuja kwenye lidude likubwa, lazima umpe chief coach ambaye at least ataendelea kupata uzoefu na nini. Kwa hiyo tumesema tumpe uzoefu Matola. Ndio maana tumwambia kocha atakayekuja, unajua sio kocha tunakuja na masharti yake. Na timu nayo inakuja na masharti yake. Umeniuliza hapa ndogo wangu kwamba falsafa ya timu. Kwa hiyo hata sisi tunamwambia mwalimu, sisi falsafa yetu ni hii. Yeye atatoa masharti yake, lakini moja ya sharti yetu sisi tunaye assistant hapa. Ambaye tunataka tumjenge. Huo ni utamaduni tu. Manchester United ishafanya hivyo. Yes. Ni timu likubwa sana. Ni timu likubwa sana. Washafanya hivyo. Of course, Michael Carrick. Kocha aliyekuja na muundo assistant alimkuta. Why Simba iwe ni Nongwa? Au ni kitu cha ajabu guys? Nafikiri na huyu mwingine hajaandika jina lake. Anasema kulikuwa na maneno mtaani kuwa kocha kaondoka kisa mshahara wake ulikuwa mkubwa, na sasa hali imekuwa mbaya, uwezo wa kumlipa hakuna, ndio maana hata mshahara wa kuvunja mkataba wake ulikatwa, akaondoka Kapa. Kweli yani Simba kwenye mambo ya kimshahara huko
Ushatoka yani huko sisi tena hatupo. Huko mambo ya kuhangaika si mshahara wa $10,000 $7,000. Simba huko ishavuka by far. Mwambie ndio maana wanasema maneno ya mtaani. Kwa hiyo mimi siwezi kuongelea maneno ya mtaani au vijue vya kawa. Kwa hapa kuongelea masuala ya kinchi. Kabisa. Huyu Ikram Saidi, mwalimu Ikram anasema kaka Kitenge muulize Manara, mbona haya anayosema sasa hivi hajawahi kuyasema, amesubiri mpaka Uchebe awakosoe? Na yeye mbona Uchebe kasema juzi baada ya kumtimua? Swali mbona hilo jibu? Yaani jibu lake ni hilo. Jibu lake naye kwa nini nitasemaje wakati aje sasa? Mimi nasema kujibu yale aliyozungumza. Kabisa. Kwenye line ya simu kuna wasikilizaji pia. Halo Maulidi Baraka Kitenge. Naam, zungumza na Haji Manara. Nani mwenzetu, jitambulishe? Bwana, mimi naitwa Magesa Matola kutoka TMK huku maeneo ya Temeke. Nimemsikia Haji Manara bwana. Kwanza amezungumza dakika 50, lakini dakika 50 hizi Haji Manara kuna hata swali moja aliyojibu. Kila kiulizwa swali Haji Manara anatoa maelezo. Swali gani hajajibu kwa mfano? Potea huyo. Hao ndio wale kwenye Instagram, hata ukituma msikiti watakosoa Makarimu, basi utakutukana na watakosoa. Ndio. Halo. Naam. Habari za saizi? Najisikia mwenye kuja. Anataka ajisikilize. Yeye anataka kujisikiliza huyo. Ndio. Halo. Nzuri, nani mwenzetu? Hapa mimi naitwa Joshua Tuluka. Joshua Tuluka. Naam, Natokea Morogoro. Ndio. Anakusikiliza Haji Manara. Okay, mimi niko na swali moja kwa Haji. Baadhi yetu tumefahamu kwa kulikuwa na changamoto nyingi sana kwa kocha wetu. Sasa nataka nifahamu kama kuna wachezaji ambao walikuwa mapendekezo ya kocha katika usajili ambao tulifanya. Je, wataendelea kubaki au nao ndo hatimaye ishafika mwisho? Haya. Wachezaji hawa kama walipendekezwa na kocha ili waje kucheza Simba, hawakupendekezwa na kocha ili waje kucheza timu yake ambayo haipo. Hawa ni wachezaji wa Simba, hawana mkataba na Patrick Aussems, wana mkataba na Simba Sports Club. Kama kuna mchezaji alimpendekeza yeye na ana mkataba na Simba, ataendelea kubaki Simba kwa kadri mkataba wake utakavyoeleza. Na wala hatuwezi tumuondoe mchezaji kisa alimpendekeza kocha. Upo mpira wa hivyo. Haipo. Hiyo ipo. Hao ni wachezaji wa Simba wakuli. Kwani alimpendekeza kucheza timu gani? Si aliwaambia yeye kucheza Simba. Huyu katika Instagram anaitwa Rashidi Daudi anasema Kitenge mwambie Manara awe mkweli kuhusu ishu ya Kotei. Wa Tanzania sio wajinga kwa sasa, dunia ni kijiji. Post ya Kotei tunayo by Chidi from Kiwalani. Hiyo post inasemaje? Inasemaje Chidi? Ya Kotei, hebu tuambie Chidi. Kusema Simba imemfukuza au imekuaje? Imekuaje? Hebu tuambie. Simon Lazaro kwa maneno mengi Haji anaonyesha Simba hawataweza kwenda mbali sababu hawana uvumilivu, na pia ni viongozi wenye majungu, wamemtengenezea majungu Patrick kwa Mo, lakini Patrick alikuwa na fiti kabisa Simba. Hivi mmemtengenezea majungu kwa Mo? Hivi niko swali. Sasa ina maana Mo yani bodi mtengenezee majungu Patrick, wanamchukia vipi? Unajua tushindwa kuelewa watu nani aliyemwajiri Patrick Simba. Yani swali liwe hapo kwanza. Sio hiyo bodi. Yani hiyo bodi mtengeneze majungu ili wanataka nini? Yani kawachukulia wake zao, kafanya nini? Maana unajua kuna vitu vingine vya kitoto sana. Kadri unavyofafanua wako 99% wanaelewa. Lakini hawawezi watu wote wakaelewa. Na mimi hao wengine ambao hata uwaambie nini hawezi kuelewa, huwa wanishughulishi. As long as wana Simba kwa kiwango kikubwa wanaelewa na wanatuamini, sisi tutaendelea kutekeleza yale ambayo yapo sahihi. Swala la uvumilivu, guys, hebu nakuuliza swali. Kwani timu gani Simba ndio imekuwa timu ya kwanza kufukuza kocha? Hapa Tanzania tuanzie hapa kwanza. Hebu niulize swali. Simba na Azam si level moja. Wao timu matajiri. Azam kwa mwaka mmoja tu wamefundishwa makocha ngapi? Mmoja tunauliza. Ndani ya mwaka mmoja tu. Tuanzie hapo kwanza. Maana unatolea mfano ambao Yanga Zaera na Patrick nani wamekuja mapema? Sio mwaka wamekuja karibu muda sawa, wameondoka muda sawa. Lakini Simba imekuwa nongwa. Lakini nakupeni mfano Azam. Wana kila kitu, wale wana facilities zote na Azam
Mwaka huu tuondarije sio kakaimu nani kaja Mpola. Yani vitu ambavyo kusema watu wanataka results. Bwana Kajembe anauliza ama anasema mwambie Haji kwa mfumo huo wa kumwingilia kocha majukumu hakuna kocha atakayekaa, maana inaonekana ndani ya Simba kila mtu ni kocha, na pia muulize nani kawanunua Brazil. Kwani wale Brazil wana shida gani? Unajua wa Tanzania kuelewa mchezo, mwangalie yule Fraga yule amezaliwa kwa holding leader. Kazi ya kuwa karibu na matukio ya burudani, lifestyle, michezo na mengine mengi ya kufurahisha kwa kusubscribe Dream Online TV. Pia hakikisha unabonyeza kengele ili kupata taarifa nyingi zaidi kila wakati. Dream Online TV, we live, we love.